nitapenda nizungumze kuhusiana na kitu kinachoitwa karama. Kitu kinachoitwa karama. Karama ni khawariqul muru'a, ni khawariqu au khawariqu almuru'a, ni vitu ambavyo au ni kitu ambacho kiko nje ya ada ambayo watu wameizoea. Na sisi ahli sunnati wal jamaa tunakubali shay'un allati yusamma karama, kitu kinachoitwa karama. Tunakubaliana kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Karama inafungamana na uchamungu wa mtu na wema wa mtu, lakini sio wema tu, namna ambavyo alivyojikurubisha kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kisha mtu huyo kwa kule kujikurubisha kwa Mola wake anafikia kiwango cha kufanya mambo ambayo yako nje na mazoea ya watu walioyazoea. Fanahnu ahlus sunnah wal jamaa nuqirru bil karamat, nakubaliana kwamba hili jambo la karama lipo, na wakati mwingine inaitwa firasa tu. Ni vitabu inaitwa pia kwa neno la Kiarabu firasa tu. Lakini jambo la pili kwenye karama ni mara nyingi kwamba karama mtu hawezi kuikusudia, yani ni jambo tu waqi'ia linatokea, si kwamba kwa sababu eti yeye ni mcha Mungu basi anaweza akafanya kile anachokitaka yeye katika mambo ya hayo ya karama. Ni yeye mwenyewe kusema bwana hili liwe hivi. Si mara kwa mara watu wanaofanya hivi, watu wenye uchamungu huo wanafanya hivi. Kwa katika itikadi yetu tunakubaliana ya karama, lakini hatusemi kwamba kuna mtu ana uwezo kwa kuwa yeye ni mcha Mungu, amejikurubisha kwa Mola wake, ana uwezo wa kufanya matendo fulani kwa kuamrisha tu pale pale. Na huu msimamo wetu una adilla nyingi sana unaothibitisha hili, una adilla nyingi sana. Mfano wa wazi tumesoma siku moja hapa katika Sahih Bukhari hadithi ya wale masahaba wawili waliokwenda kumtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapendelea waswali magharibi na isha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wale masahaba mmoja wao ni Usaid ibn Khudayr, walipomaliza kuswali salatu al-fajr au salatu al-isha, afwan salatu al-isha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliondoka na Mtume pale kikiwa kiza kimetanda. Wakati wanaondoka wakiwa na Mtume alayhi salatu wasalam, palikuwa pana nuru imetanda kwa wao chini pale, wanaona kabisa kilichopo chote chini wanakiona, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni siraja munira, imma itakuwa ni haqiqia au itakuwa ghairu haqiqi. Sasa wakawa wanaona nuru inatanda na nuru inakwenda, Mtume akawaaga wakaachana. Sasa hapa alipoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kusoma fi al-Bukhari, walitembea wao wawili, ile nuru inawaangazia, yani iliondoka ile nuru ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipofika mahala napo walikuwa wanaachana, huyu anakwenda kulia, huyu anakwenda kushoto. Usaid ibn Khudayr anasema
alipoenda kulia na mwenzake alipokwenda kushoto, hakuna kati yetu ambaye aliyepotea, na kila mmoja alienda na ile nuru mpaka alipofika nyumbani kwake. Hichi kitendo hichi kinathibitisha wazi kwamba Usaid bin Hudayr na mwenzake ni moja katika vitendo ambavyo ni katika khawariqu almurua, ni katika vitu vigeni katika ubinadamu, na hii ni ishara ya uwalii waliokuwa nao, ya uchamungu waliokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia hii nuru kwa wao, ikaenda mpaka walipofika majumbani kwao. Hii ni adila ya wazi, hawakuwa wameupanga ile nuru watembee nayo mpaka majumbani. Lakini pia vile vile Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aliposema ya sariyatu aljabal, ya sariyatu aljabal, ewe kikosi mlima huo, ewe kikosi mlima huo, mara mbili kasema, akiwa zake Madina radhiyallahu anhu. Sauti ile ilikwenda mpaka miji huko ya Irani ambapo jeshi lilikuwa linapigana. Kiongozi wa jeshi yule alikuwa hajui maadui wako upande gani. Aliposikia ile sauti ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akatoka upande wa kulia, kumbe nyuma huku jeshi la maadui limewazunguruka ili liwapige. Kwa alipoisikia ile sauti ya Umar, ikawa kama vile imemnyanyua na kumzindua, akaacha ule mlima akaenda upande mwingine, akawa amesalimika. Kwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yeye kama yeye, baadhi ya riwaya zinataja kwamba hichi kisa, Umar bin Khattab alishuka chini alipotoka kwenye hutuba yake, walimuuliza mbona umesema maneno ya sariyatul jabal? Akasema nimeonyeshwa hapa mbele yangu hali hiyo, kwa nikasema ya sariyatul jabal. Kwa hiyo hichi kipande kama nimeonyeshwa nifanyaje? Hichi kipande baadhi ya riwayati zinasema hakikuwa sahihi, lakini yeye Umar bin Khattab alitamka yale maneno bila ya kukusudia. Sasa mtu yoyote ambaye ni taqiyun au mu'min alafu pia ni taqiy, ni kumwamini Allah alafu ni mcha Mungu, huyu ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Naam, ni kumwamini Allah, lakini vile vile akawa ni taqi, anaweza akawa ni wali kipenzi cha Allah. Ila wali huyu anapokuwa na karama hawezi kuikusudia. Akasema, wewe mama mjamzito, jifungue. Hana uwezo wa kusema hivyo, kwa sababu wali hana kauli ya kusema kun fayakun. Sasa msingi huu ukiuzunguruka kwenye vitabu vyetu vya itikadi kama vile Aqidatul Wasitiyya, sisi tunathibitisha karamatul awliya, tunathibitisha, na baadhi ya wanachuoni wetu yamewapitikia hayo matendo, kama vile Ibn Baz chazungumza siku moja hapa kisa chake na yule jini aliyehudhuria kwenye darasa lake. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika mijadala yake pamoja na watu wazushi na sufia wa kisufi na wengineo, na baadhi ya matendo yake kwenye jihadi dhidi yake na wa Mongolia, idhihirisha baadhi yalitokea kwake baadhi ya mambo, lakini ukichunguza kote hawaamrishi, hawasemi kwamba hapa toka ng'ombe anatoka, hawafanyi. Sasa unapouchukua huu msingi ukauleta dhidi au ala sufia, ukauleta kwa sufi tofauti, wali shekhe ana uwezo wa kuamrisha kitu chochote na kiwe na kinakuwa. Ndio nafasi ya wali kwa wao, ndio nafasi ya wali kwa wao. Uthibitisha hilo
na kitabu hapa maarufu ambacho watu wengi tunakijua kama ninacho, takusomea kidogo tu, wala sio sana, kidogo tu uone kwamba shekhe ana uwezo wa kufanya hivyo. Shekhe ana uwezo wa kufanya hayo. Na sisi tunasema hizi ni turahati, hizi ni turahati, na sio kweli. Nasoma Kiswahili, sio Kiarabu. Hichi Kiswahili, sio Kiarabu. Kisha habari kinasema hivi: bomba lisilotoa maji, shekhe kalitolesha maji. Bomba lisilotoa maji, shekhe kalitolesha maji. Sheikh Muhammad Nasr, maneno vichwa vya habari. Hicho kichwa cha habari kiko wazi, lakini hakihitaji shehe. Bomba ambalo halitoi maji, shekhe kalitolesha maji. Sharifu Sayyid Ahmad anatueleza, siku moja jioni tulikuwa na safari ya kuelekea Mlandizi maarufu kutoka Dar es Salaam mpaka Mlandizi, kwenye ziara kwa mzee Bungara. Huko Mlandizi kuna ziara ya mzee Bungara, kwa hiyo tulikuwa tunaelekea huko. Gari letu la kutupeleka huko tulilipandia katika msikiti wa Kagera mikoroshoni kwa Sheikh Maulidi. Wakati huo msikiti ni wa kwetu, kwa hiyo tulipandia gari letu hapo Kagera. Ilipofika magharibi, kabla ya kuingia katika gari, tukagundua pale msikitini maji ya kutawadhia hakuna. Hapo Kagera msikitini huo, kwenye huo msikiti hata ukipita sasa hivi utakuta na msikiti, tukagundua ya kwamba maji ya kutawadhia au msikiti ule hakuna maji ya kutawadha. Sheikh Muhammad Nasr akatoa amri turudi msikitini Zawiani Mburahati kwa gari letu ili tukapate mpaka tuswali kwanza magharibi. Tulipofika Zawiani Mburahati tukakuta nako vile vile maji ndani ya msikiti au ndani ya Kullataini maji hakuna, na wala lile bomba ambalo huwa linatoa maji pia maji hayatoki, yamekatika kama ilivyo kule Kagera. Kwa hiyo maana yake tulikuwa tuna safari ya kwenda Mlandizi, Kagera pale maji yamekatika, tumebidi turudi Mburahati. Tunafika Mburahati, Kullataini lile ambalo linahifadhia maji likawa halina maji. Bomba ambalo ni tegemezi kwenye mji wetu ule wa Mburahati pale eneo letu linaotegemewa kutoa maji nalo halitoe maji. Sikiliza, Sheikh aliniita, ya Sayyidi Ahmadi, niko maana Sharifu. Nikaitika labbaik. Akasema njoo hapa nikutume. Kwa hiyo Sayyidi Sharifu akasogea kwa shekhe ili atumwe. Nilipofika kwake akanipa amri, akasema nenda kaliambie lile bomba kwamba nimetumwa na Sheikh Muhammad utoe maji haraka tena kwa wingi sana, ili watu watawadhe, waswali, halafu waende kwenye ibada. Kaliambia lile bomba, nenda nikutuma. Sharifu Sayyid akaambiwa tena, ukishaliambia bomba maneno hayo, hapo hapo lifungue. Liambia tu lile bomba lifungue hapo. والقول إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قاله حذام. لازم ufuate kauli ya Sheikh. Utafanyaje? Kwao ni qutb, Sheikh ni qutb, ni nguzo. Kwa Sharifu Sayyid anasema mimi nilikwenda kwenye lile bomba nikaliambia maneno yale niliyotumwa na Sheikh. Wewe bomba wewe, nimeambiwa utoe maji kwa haraka sana tena kwa wingi, ili watu watawadhe, waswali,
halafu waende kwenye ibada. Nikaliambia lile bomba vile nilivyotumwa na shekhe. Nilipolifungua lile bomba, hapo hapo lilitoa maji kwa wingi sana, yakajaza kullataini, na huku sisi tukiendelea kutawadha, tukaswali swala zote magharib na ishai, ndipo tukaondoka kuelekea Mlandizi. Jambo la ajabu ni kwamba bomba hili tu pekee ndilo lililokuwa likitoa maji Mburahati yote, na likaendelea kutoa hivyo hivyo kwa wiki moja, wakati mabomba mengine yote ya jirani yalikuwa ni makavu, hayana maji kwa muda wote huo. Watu walipata baraka ya kuchota maji hayo kwa muda wa wiki nzima katika bomba hilo. Shekhe anasema haya maneno, analiambia bomba. Huo ni mfano wa kwanza kuonyesha ikiwa Sheikh Muhammad Nasr yeye kama yeye ana karama, kwa bomba kutoa maji. Hichi kitabu chenyewe hichi kimeeleza safari aliyohangaika, safari alizohangaika kwenda kutibiwa maradhi ya moyo. Amekwenda mpaka Cairo, kaenda sijui mpaka Sweden, na wengine wanataka kumpeleka South Africa, wakampeleka hospitali hapa Dar es Salaam, THIS, inaitwaje hiyo, walimpeleka hospitali mbali kwa ajili ya kutibiwa moyo wake na mtesa. Sasa kama karama shekhe, si unasema tu wewe moyo pona, si kuna mtu asipenda kuishi, tunauambia tu moyo bwana, haya maradhi kimbia. Namalizia mfano wa mwisho kuonyesha ya kwamba karama ya mashekhe dhidi ya sufi, kwa masufi shehe anaweza kuamua chochote anachotaka yeye, na sisi tunasema huu ni uongo, sio ukweli. Mwisho, kisa cha mwisho cha haya matukio ya ajabu ambayo wanapenda kuyasimulia wao kama wao kwenye vitabu vyao hivi kama hivi vya Kiswahili na vya Kiarabu. Vya Arabu huko ndo kuna makorokoro mengi sana. Haya, mfano wa mwisho, funguo zilizosahauliwa Ustabei kwa shekhe wenyewe, hizo funguo wazikuta Kariakoo. Kichwa cha habari, walikuwa na shekhe Ustabei wakasahau funguo wakiwa na yeye, halafu walipofika Kariakoo wakazikuta. Bwana Gonga na mkewe walikwenda Ustabei kumwona Sheikh Muhammad Nasr Abdullahi radhiyallahu anhu kwa shida zao, lakini na mazungumzo yao na walikuwa na mazungumzo. Wakati huo gari za abiria UDA ya miaka hiyo mwisho wake kutembea ni saa 4 usiku. Wao walipitiliza mazungumzo hadi saa 7 usiku wakiongea na shekhe. Walivyoomba ruhusa kwa shekhe ya kuondoka, waliruhusiwa. Basi haya, inshallah tushekeni na mazungumzo haya, endeni, niwaruhusuni mwende. Kwa hiyo wakaondoka. Gari daladala zile, kama daladala au taksi, zimeshafunga muda wao wa kazi. Saa 7 huwezi kupata tena magari. Walivyofika barabarani ili wapate usafiri wa kwenda kwao Kariakoo, ikatokea gari mpya nzuri kabisa, sijui imetoka wapi, ikafika tu yenyewe pale ikawachukua hadi Kariakoo. Sasa sijui ilikuwa ni ya ujira, sijui ni ya kukodisha, sijui ni imetoka peponi, imekuja pale na malaika ikawabeba. Almuhimu gari mpya nzuri kabisa ikafika ikawachukua hadi Kariakoo, wakapanda zao, wametulia toka Ustabei mpaka Kariakoo. Dar es Salaam watu wanapajua Ustabei mpaka Kariakoo. Haya, walivyoshuka sasa kwenye hiyo gari mpya nzuri, kama ilikuwa ni VXR au ilikuwa nini, walivyoshuka wakajikuta funguo za nyumbani kwao
wamezisahau kule Ustabei kwa shehe. Aisha, funguo kwa wapi? Asina. Wewe funguo kwa wapi? Sina. Tushausahau tayari kwa shehe. Tunafanyaje sasa? Washafika nyumbani, ndo hapo wakaamua ni bora waende tu nyumbani kwao wakabomoe vitasa vya mlango ili waingie ndani, na ndio ilikuwa solution iliyobakia hiyo. Sasa kuna fundi gani? Sasa kuna fundi kwenda kubomoa fundi mlango, kuja kubomoa mlango hayupo. Kwa njia rahisi kubomoa lile mlango. Anasema wakaenda kwa maajabu makubwa. Walivyofika nyumbani kwao, walikuta ule ufunguo wao unaning'inia kwenye kufuli lake pale. Wakakuta ule ufunguo umekaa kwenye kufuli. Kwa sasa ilikuwa ni kitasa, sasa ni kufuli. Tunaona tu hapo. Ndio maana Sheikh Mukbil anasema alamatu ahli albid'ah at-tanaqud. Alama ya watu wazushi ni kujigonga. Hapo wanatuambia waende wakabomoe kitasa cha mlango. Kitasa wote tunajua kitasa ni kitu gani. Cha maajabu, wanafika nyumbani kwao wanaukuta ule ufunguo wao unaning'inia katika kufuli lake. Mko kufuli tena. Mmekusudia kwenda kuvunja kitasa. Mnafika hapo nyumbani kwenu, mnaukuta ufunguo unaning'inia kwenye kufuli. Kufuli ni kitasa. Labda sisi wengine soma fundi seremala tuseme tunawasamehe, sisi hatujui kitasa ndio kufuli. Tujue hivyo kufuli ndio kitasa na kitasa ndio kufuli. Sawa, tufaradishe hivyo. Walichokifanya sasa ni kufungua kufuli, sio kitasa tena. Wakaufungua mlango na kuingia ndani bila ya kubomoa chochote. Naam, hawezi kubomoa tena hapo kwa sababu tayari ameshapata ufunguo. Haya, siku ya pili walipokwenda Ustabei, yakatokea tena wakaenda Ustabei. Ajabu sasa, Sheikh Muhammad Nasr radhiyallahu anhu, wao wanamuita radhiyallahu anhu, walivyoonana naye tu, yeye mwenyewe shekhe ndiye alianza kuwauliza, je, ufunguo wenu jana mliupata? Ufunguo wenu jana mliupata? Anasema wote wakaanza kucheka kwa kituko hicho. Kweli ni kituko. Sasa nini? Kweli kabisa ni kituko. Wakaamua wacheke. Sheikh wa kisufi ana mamlaka haya. Sasa kama wali kwa wao anaweza kujua siri ya kitu ambacho nyinyi mmemficha, kwa nini huyu sharifu na huyu wali asijue ghaibu? Kwa nini asijue ghaibu? Humu mwenye kitabu kuna historia inaonyesha kwamba shekhe ukitaka kumuuliza swali akujibu, usimuulize shafawia kwa mdomo. Sheikh, samahani bwana, mimi nina swali hivi, je, hukumu ya maji yaliyoingiwa na najisi yanafaa kutumika au hayafai? Usimuulize hivyo, hawezi kujibu. Ila shekhe ukitaka kujibu swali lako ulizia moyoni ndani, huku ndani uliza swali hapo kwa shekhe anakujibu. Sasa kama shekhe yatawalla sarair, anaweza kujua maneno ya siri, na sisi tunafahamu kwamba Qur'ani imetuthibitishia ya kwamba kuna malakani ani yaminina wa shamailina, kulia na kushoto, na hawa malaika ya'lamuna ma taf'alun, wanajua mnachokifanya. Wanawachuoni wetu walipoizungumza aya hii katika tafsiri ya Qur'ani kwamba malaika hawa ya'lamuna ma taf'alun, hii ma wakasema ni katika alfadhul umum, kwa maana wanajua yote. Likabakia ishkal yasira, mzozo mdogo kabakia. Je, malaika wanajua ya moyoni?
haya ambayo wewe unayokusudia kwenye moyo, kumsengenya mtu, kumchukia mtu, kumfanyia mtu husda moyoni, kijicho chako moyoni, je, hichi malaika wanakijua? Kwa sababu tamshiri ma yafalu, tamshiri inathibitisha mausulia ya kwamba wote wanajua. Jawabu likatoka ya kwamba malaika hawamiliki cha moyoni, wanakihukumu kile ambacho unachokifanya cha dhahiri, cha maneno yako, kitendo chako. Ya moyoni hawayajui, anayeyajua ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Shekhe yeye anayajua. Kwa hiyo yule bwana anasema, niliuliza swali la moyoni kweli, nimekaa pale hivi, je, ukitaka kuwa wali shekhe ufanyaje? Hasemi, kakaa kama hapo ulivyokaa wewe. Mimi nazungumza hapo, wewe unaniuliza hapo. Sasa umekaa kwa kama hivi ninazungumza hivi, wewe kaniuliza, je, nioe kabila gani katika wanawake? Mfano kama hivi, ni upi mwanamke kabila yake zuri kumuoa? Waulizia moyoni mwako, alafu washangaa mimi kwenye mimbari au kwenye kiti nasema katika wanawake bora wa kuwaoa ni kabila fulani. Ndio hivyo wanaenda. Yani wewe utakuuliza shekhe swali, usimuulize uso kwa uso kwa sauti, muulizie moyoni. Kwa hiyo huyu bwana anahadithia pia alijibiwa swali lake na namna gani mtu kitaka kuwa wali uwe. Shekhe akamjibu pale pale, nataka uwali wa nini? Usipendepende kuombaomba uwali. Yani kama vile shekhe alikuwa anazungumzia udhu, halafu ulipouliza swali la moyoni akabadilisha mada pale pale akapachika hiyo mada. Usipendepende uwali, unaombaomba uwali wa nini? Yule bwana anasema ndio yale niloambiwa. Shekhe anajua ya moyoni. Sasa nimalize niseme, kama mashekhe hawa ndio wako hivi, kama mashekhe wenyewe hawa wako hivi, tuseme ya kwamba wanastahiki wawe hivi, wanastahiki wawe hivi, kwa sababu shehe mwenyewe tu mkono wake upo kwenye arshi juu, uko juu kwenye arshi ya Allah, na huu unaoko chini baharini, chini kabisa kule kashikilia bahari, si atakuwa najua asili tu bila shaka. Kama shekhe wa namna hii au shekhe mwenyewe kwa wao, kipindi Nabiullahi Yaqub amekuwa ni kipofu, kile kipindi shehe alikuwepo pale. Wama bari'at aynahu illa bitaflati, anasema shekhe mwenyewe, na macho ya Nabiullahi Yaqubu hayakupona isipokuwa kwa kutema kwangu mate, nikamtemea vimate akapona Nabii Yaqub. Shehe alikuwepo pale. Kama shekhe alikuwa na uwezo huo, bali yule shekhe wa kikhatimia yule anasema kabisa wazi kwamba ile arshi unayoiona ile arshi ndo yeye, na ile kursi ile ndo yeye. Alafu anasema wa ana shaykhu kullu tariqati, na mimi ndo shekhe wa tariqa zote, na kila kitu unachokijua wewe acha tariqa na vilio vyote, mimi ndo shekhe wao. Sasa kama ya arshi ndo wewe na kursi ndo wewe, sasa ndo Allah mwenyewe, sasa ndo Allah mwenyewe huyo. Kwa hiyo kuyaona haya kwa hawa mashekhe madogo madogo haya ni vitu vidogo sana, kwa sababu wao wenyewe nafasi zao za ile karama wanaodai kama wana karama, wana mauwali, wana cheo, wana maajabu, mastaajabisho tofauti ni sahihi, kwa sababu shekhe kwa wao ni Mungu. Shekhe kwa wao ni Mungu mdogo, kama ni sekretari au atakuwa ni muhasibu au atakuwa nani au atakuwa ni partner wa sijui besti wake sijui anaitwa, kuna mkurugenzi alafu kuna naibu, naibu atakuwa ndo yeye. Tunakubaliana karamatu la aulia, hakuna mtu anayepinga karamatu la aulia, hakuna anayepinga karamatu la aulia, lakini bidhawabit, kwa vidhibiti vilivyokuja. Hatukatai sisi kama karama hakuna. Mtu yoyote, man kana lillahi waliyan kana lillahi taqiya. Shehe kuswali yenyewe mtihani,
wali wako unakujaje hali ya kuwa wewe na ibada mpo tofauti? Mfumo wako wa kiitikadi haufungamani na Qur'an na Sunna. Vipi wali wako uwe ni wali sahihi? Itakuwa ni sha'wa. Kwa hiyo huu mlango wa karama huu tutahitaji kubainisha kidogo kwenye minasaba ndogo ndogo, kubainisha maana ya wali au karama na mifano iliyokuwa wazi. Nimetoa mifano miwili ya Usaid ibn Khudayr na Umar ibn Khattab, na hata kwenye sura an-Naml kwenye kisa cha Suleiman alayhi salam na ifritu min al-jinn, na yule ambaye amepewa ilmu min al-kitab. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. alisema hayo maneno. Tunasema hii ni katika karama. وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. Nakubali kwamba hii ni sehemu katika karama aliyonayo, lakini kwa dhabiti gani? Ni kwamba wao kisema hivi imesema, kisema hivi limekuwa. Na vitabu vyao ndugu zangu vinathibitisha wazi, shekhe akisema kun fayakun. Akisema kufa unakufa. Ndio maana yule kwenye Al-Fuyudhatu Rabbani anasema wa in shi'tu afnaytu al-anama bilahdhati, wa in shi'tu afnaytu al-anama bilahdhati, nikitaka mimi shekhe mwenyewe nikitaka na waua viumbe wote na wamaliza tena bilahdhati, punde tu chap chap wamekufa wote. Sasa huyu sio idha arada shay'an yaqulu kun fayakun, sio? Huyu sio idha arada shay'an yaqulu kun fayakun. Na siri ya wapi utakufa, anayemiliki kufa kwa mtu, uhai wa mtu ni Allah pekee yake subhanahu wa ta'ala, hakuna mwingine. Hii ni siri aliyoimiliki yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunapozungumza haya ndugu zangu, ni lazima tujue kwamba difauna an aqidatina, sisi tunatetea itikadi yetu. Hatumsemi mtu kwa ubaya wala kwa, tunatetea itikadi yetu. Sababu dhalali al-umma, miongoni mwa sababu za kupotea umma ni al-ghuluw fi salihin. Hata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwenye kitabu Tauhid kaweka hivi, ni pale watu walipochupa mipaka kwa watu wema. Sangekuwa angepona moyo vichapo, yani kama yeye ingekuwa kama ndo mimi sitaki maradhi yote ovyo ovyo, ni kuamrisha tu, we pressure toka, we sukari toka, we sio kitumbo tumbo fanya toka hivi, si unaamua tu. Mtu anasumuliwa, mtu anamshika tu, ondoka maradhi, kwa sababu wewe ukitaka jambo kwa linakuwa, lakini kashindwa kujihudumia yeye. Ameshindwa kujihudumia maradhi yaliyomtaabisha. Kairo kahudumiwa, kapelekwa sio mpaka nchi gani walimpeleka huko, kama ni India, ameenda ametibiwa, amerudi Tanzania, amekaa pata afueni, sio kaenda Zanzibar kidogo, ikamuuma tena moyo, kamuuma ikamtesa. Wakatokea marafiki kutoka South Africa, wakamwandalia tiketi ya yeye na mtu waende wampeleke South Africa akatibiwe moyo, lakini pia vile vile na pressure yake. Sasa unahangaika nini shekha, kati wewe ni idha aradta shay'an taqula law kun fayakunu, basi ukiamua kitu kinakuwa. Na hii ndo ishara kwamba hawa ni waongo, sio wa kweli. Hizi karama wanazozungumza si za kweli. Mwenye karama hawezi kasifiwa kinamna hii. Na ukifungua vitabu vya sufi wa tarim au trim navyo vingi, utakutana na haya maajabu. Huyu sharifu huyu anayezungumzwa huyu Umar nani huyu sharifu Umar, Hafidh Umar huyu Myemeni wa trim shehri Hadramaut, yeye anasema kabisa
kwamba ameitwa Abdurrahman al-Attasi, si Abdurrahman wa Abdullah al-Attasi. Huyu al-Imam al-Attasi wanaomuita wao ameitwa al-Attasi kwa sababu alipiga chafya tumboni kwa mama yake alipotoka tu Abdullah al-Attasi. Bali nasema pia kwenye video zake nyingi nasema kwamba hivi huyu sharifu aliyopo kwenye ile kubba, kuna kaburi kubwa hapo limetengenezwa dhariha, anasema huyu sharifu mnayemuona hapa, huyu hapa, riwaya zimepokelewa hapo alipo kwa siku anasoma Qur'ani mara elfu mpaka milioni moja, mara milioni moja. Kafa jamaa anapiga muraja wa Qur'ani. Alafu anasema sasa huyu sharifu Umar Hafidh anasema mnasemaje alipokuwa hai? Kama kaburini tu mmoja jamaa anapiga muraja wa Qur'ani mara milioni moja, au tumuonee huruma, haya mara laki moja, mara 5 anafanya muraja kwenye kaburi, anagonga Qur'ani kila siku. Kafa kwa kaburi lakini anapiga muraja wa Qur'ani. Unasemaje kwenye dunia hii alikuwa anasoma Qur'ani mara ngapi kwa siku? Ndio mastori yao ya ajabu ajabu ya uongo. Mtu alikufa anasoma Qur'ani. Hiyo dunia wapi tena unaoingia? Barzakh kuna masaa kusoma Qur'ani hapa. Imma aljanna wa imma an-nar, imma an-na'im wa imma adhab, imma ni neema wa adhab. Basi nakulichopo katika kaburi. Ulikuwa mwema, basi upate neema zako, usubirie tu muda wa kusimama kiyama, kama ilivyothibiti katika hadithi. Aliyekuwa mwema anamwambia ya rabbi aqimi as-saa, Mola wangu sio kiyama, basi kisimamishe kiyama, kwa sababu nimeshaona maqadi yangu ni sehemu nzuri. Na imma yule munafiq na murtab yanamwomba Mola wake amrejeshe duniani. Sasa Sheikh anatuambia kwamba ndani ya kaburi jamaa kakaa anapiga juzuu zake mara 1000. Kwa hiyo si turahati, ili mkiasikia hayo maneno shekhe kwa nini awe ni muadham wal mubajjal wal mudaqdaq, awe ni bahari zito, usiogope. Nimaliza kusema ndio maana Al-Hadi siku ile kwenye ile tamasha la shule ile ya Kiirani akiwepo Rostam Azizi alisema, akasema kwani nyinyi mna wasiwasi gani? Tuandikieni majina ya watu wanaowasumbueni hapa. Sasa alisema tuandikieni majina ya wote hapa mjini wanaokusumbueni nyinyi Mashia, mtuletee hapa. Si mnajua tena kuna ile albadili yetu, wanajiona wana mamlaka ya kumwondosha mtu duniani wakati wowote. Sio ikasema fiyudat rabbani wa in shi'tu afnaytu al-anama bilahadhati. Si ndio hiyo? Akitaka tu anamaliza watu wote na uwa tu. Mamlaka ya kuua, kukupa uhai, kukupa afya, kukupa nini anachoyeye Sheikh. Sisi ahli sunna tunawawali maulama wetu, tunawaheshimu, tunawapenda, lakini hatuwanyanyui zaidi ya madaraja walionyanyuliwa na Allah, hatuwapeleki kwingine kote. Na yoyote katika shekhe atakayeonyesha sura ya kujinyanyua, utaona umma huu utamshambulia mpaka mwenye atajuta. Yahya al-Hajuri aliambiwa ya kwamba damu yake ukichana ni chana sunna, ukimchana tu hapa sunna, chana hapa sunna, chana hapa sunna, chana hapa sunna, damu yake inatoa sunna tu. Alafu pia walimwambia imamu thaqalain, ni imamu majini na binadamu. Watu walimwacha Hajuri, walimwacha. Alijibiwa na yule mshairi, naye aliambiwa alete toba. Walifanya inadi zao fulani, lakini waliambiwa walete toba kwa neno hilo tu la kumnyanyua shekhe wake kiasi hicho. Kwa hiyo manhaji yetu sisi, shekhe anapewa manzila yake kama shekhe na kuheshimiwa vizuri kabisa, lakini sio kunyanyua daraja la uungu kama hivi. Shehe gani anakitaka kuua watu na uua? Ndio nini? Si Allah huyo. Kisa nini? Ana karama na mambo fulani khawariqul murua, akiamua ili anafanya ambalo nyinyi wenyewe mnabaki mnashangaa. Kwa hiyo insha Allah tukipata wasa mdogo mdogo kama hivi
tutakuwa tunabainisha baadhi ya mambo kama tutakuwa tumechukua darasa kama hivi, basi panakuwa pana haja. Tuna vitabu vingi tu alhamdulillah vya kusikiliza baadhi ya nukat ambazo wameziandika kwenye vitabu vyao vya Kiarabu vinavyothibitisha baadhi ya matukio ya kuonyesha ya kwamba hawa mashekhe hawa sio mashekhe, hii ni miungu inayotaka kutengeneza kuabudiwa kwenye ardhi hii. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.